Kwa jina naitwa Saleh Hassan Saleh Kigoda, ni katibu wa siasa na uenezi wa Chama cha Mapinduzi wilaya Kaskazini B. Ndugu waandishi na watazamaji wa chaneli hii, kwanza nichukue fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia uzima na afya ambayo iliyokuwa imetukuka. Lakini pili, nishukuru wajumbe wenzangu kutokea wilaya Kaskazini B na mkoa wa Kaskazini Unguja kwa ujumla kwa kushiriki wote kwa umoja wetu katika mkutano mkuu huu maalum wa taifa wa Chama cha Mapinduzi. Kama tunafahamu, jana tulianza kikao chetu na tulijadili ajenda kubwa mbili. Ya kwanza, marekebisho madogo ya katiba, na sisi kama Chama cha Mapinduzi wilaya Kaskazini B na mkoa wa Kaskazini Unguja kwa ujumla tumeyapitisha marekebisho yale madogo ya katiba ya Chama cha Mapinduzi na tumearidhia kwa 100%. Lakini ya pili, tulizungumzia ilani ya Chama cha Mapinduzi 2020-2025. Kama mnafahamu, makamu wa pili wa rais wa serikali ya Mapinduzi Zanzibar, Mheshimiwa Hemed Suleiman Abdullah, aliwasilisha kwa niaba ya serikali miaka mitano jinsi gani imetekelezwa ilani ile. Sisi kama Chama cha Mapinduzi wilaya Kaskazini B tumeridhishwa sana zaidi ya 100% utekelezaji wa ilani ule. Kwa sababu tukiangalia kwa mfano katika sekta ya kilimo, sisi kama wilaya Kaskazini B tumenufaika kwa awamu ya kwanza ya urekebishaji ama ujenzi wa yale mabonde ya umwagiliaji. Tuna bonde la Kilombero ambalo lipo pale, kuna zaidi ya hekta kadhaa pale ambazo zimekwenda kutumiwa na wananchi na wanufaika kupitia kilimo kile. Kupitia mabonde yale ya umwagiliaji, wananchi hivi sasa wameongeza uzalishaji na kukuza kipato chao. Hoke Dr. Mwinyi. Lakini kama hiyo haitoshi, kuna mabarabara mengi ambayo yamejengwa katika wilaya yetu ya Kaskazini B. Kwa mfano tukiangalia, kuna barabara ile ya Donge Chechele, kuna barabara kule njia ya Mtoni, barabara zipo mpaka mashambani. Sasa hivi wakulima wanasafirisha mazao yao kutoka shambani kuelekea sokoni. Haya ni mafanikio makubwa ya Daktari Hussein Ali Hassan Mwinyi, Heko Dr. Mwinyi. Lakini kama hiyo haitoshi, Mheshimiwa Rais wa Zanzibar ametujengea hospitali ya wilaya ya Pangatupu ambayo wananchi wa wilaya na maeneo jirani wanakuja kwa ajili ya kupata huduma mbalimbali. Lakini kama hiyo haitoshi, pia serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar katika kutekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi imewawezesha wakina mama, vijana, watu wenye ulemavu na makundi mbalimbali. Hii ni kitu kimoja kikubwa sana. Kama mnakumbuka, ilani ilisema, Chama cha Mapinduzi kilisema tunataka kuhakikisha kutengeneza ajira zilizo rasmi na zisizo rasmi zipatazo 300,000. Hili limekwenda kufanikiwa kikubwa na nyinyi ni mashuhuda kama ambavyo mumeona. Lakini tukiachia katika sekta hiyo, kuna vituo vya afya vidogo ambavyo vimejengwa, kuna ofisi mbalimbali za kiserikali ambayo imejengwa, kuna masoko ambayo tumepata, kuna soko ambalo lipo Donge pale, lakini pia kuna soko ambalo lipo maeneo ya Kitope ambalo limejengwa. Haya yote ni mafanikio ya ilani ya Chama cha Mapinduzi 2020-2025. Lakini kama hiyo haitoshi, katika sekta ya michezo kuna kiwanja ambapo kinaendelea na ujenzi pale katika maeneo ya Kitope. Hii ni kutekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi. Na wananchi pamoja na wanachama Chama cha Mapinduzi tumeridhishwa sana na utekelezaji ule ndani ya wilaya yetu. Na sisi kama vijana na sisi kama wanachama wa Chama cha Mapinduzi tunamhakikishia Daktari Hussein Ali Hassan Mwinyi tutaenda kumpa kura za kishindo ili aweze kuendelea kuhudumu katika nafasi yake ya urais. Bila ya sisi madhubuti, Tanzania itayumba. Na hiyo tumeonyesha na hiyo tumetekeleza kwa kutekeleza majukumu yetu. Hakuna chama mbadala ambacho kinachoweza kufanya maendeleo kutekeleza ilani yake kama ambavyo ilivyotekelezwa ilani ya Chama cha Mapinduzi. Lakini nichukue fursa hii kuwaasa vijana wenzangu, kuwaasa Wazanzibari wote na Watanzania kwa ujumla, tukichague Chama cha Mapinduzi. Bila ya Chama cha Mapinduzi, nchi hii, amani hii ya leo haitoweza kudumu. Kuna watu wapotoshaji,
maendeleo makubwa ambayo yamefanywa na serikali zetu wanayaponda. Maendeleo makubwa ambayo yamefanywa na serikali zetu wanayaponda. Hii sio sahihi. Ni jukumu letu kama wanachama wa Chama cha Mapinduzi, ni jukumu letu kama Wazanzibari, ni jukumu letu kama Watanzania kuwasemea mazuri viongozi wetu. Isije kuwa ni yale baniani mbaya kiatu chake dawa. Mazuri yamefanywa na viongozi wetu, tuwaunge mkono, tusikubali upotoshaji wa aina yoyote. Lakini nataka niwaambie Wazanzibari na Watanzania kwa ujumla, leo hii tunakwenda kupokea na kupitisha ilani ya Chama cha Mapinduzi 2025 2030. Niwahakikishie big surprise inakuja. Niwahakikishie big surprise inakuja. Hivyo kuweni karibu na vyombo mbalimbali vya habari kufuatilia mkutano mkuu huu, ili tunapopitisha ile ilani yetu muweze kuitambua na muweze kutuunga mkono. Tunaahidi mazuri zaidi yanakuja. Asanteni sana. CCM oye!